Shosti, tusemezane. Usiwe mfanya biashara. Haya ni maneno tunayoambiana wafanya biashara kila siku, kwamba biashara bila mikopo haiwezekani kufanyika. Lakini leo tusemezane kuhusu kufanya biashara bila madeni. Njani hapa wafanya biashara wenzangu, tusemezane kuhusu jambo hilo. Watu wengi tumekuwa tunafanya biashara zetu tukiwa tunaamini kwamba tunapaswa biashara iingie kwenye mikopo. Lakini hebu tujiulizane, kwa nini tunakopa? Wewe mfanya biashara mwenzangu, usikurupuke kunijibu, lakini tujiulize, kwa nini ninakopa? Ukiwa na sababu kwa nini unakopa, hapo utagundua una ulazima wa mikopo au huna ulazima wa mikopo hiyo. Watu wengi tumeenda na mazoea kuhusu kuweka mikopo kwenye biashara zetu, kitu ambacho kinapelekea biashara nyingi kudumaa au kufa kabisa au kutokuwa na uendelevu wowote, bali tunakuwa tunafanya biashara kwa kulipa madeni ambayo tumeingiza kwenye biashara husika. Hili ni tatizo sugu ambalo wafanyabiashara wote tunalipitia. Lakini je, tunaweza kufanya biashara bila madeni? Ndiyo, inawezekana. Na namna ya kufanya biashara bila madeni, tunapaswa tujue kwa nini tunakopa, kwa nini tunapaswa kuchukua hiyo mikopo, na athari za hiyo mikopo kwenye biashara yetu, na nini utatuzi wa mikopo hiyo kwenye biashara yetu, ili biashara zetu zirun bila madeni. Upo mfanya biashara mwenzangu hapo? Kama tuko pamoja, tuendelee kusemezana kuhusu kufanya biashara zetu bila madeni. Sababu moja kubwa ya ukopaji wa mikopo ya biashara inakuwa ni pale ambako wafanyabiashara tunataka mikopo ya kuongeza mali, mikopo ya kuongeza mtaji, mikopo ya kuexpand biashara na kadhalika. Lakini asilimia kubwa watu wengi wanaochukua mikopo hiyo, nikisema watu wengi namaanisha wafanya biashara wengi wanaochukua mikopo hiyo, hawajui kwamba mikopo ile haina faida kwenye biashara zao. Siko hapa kusema watu wanaokopa wanafanya vibaya. Siko hapa kusema biashara za mikopo ni biashara mbaya. Niko hapa kukuelekeza mfanya biashara namna ya kufanya biashara yako kwa jicho yakinifu la kufanya biashara bila kuwa na kitanzi cha mikopo. Yes, kitanzi cha mikopo. Kwa sababu imagine umeagiza mzigo wa Laki3, si ndio? Ambayo umekopa kwenye kikoba, umekopa benki, wherever ulipokopa, na unatakiwa urudishe mkopo ule na riba nyingi zinaanzia 10%, 15%, wengine wanalipa mpaka nusu ya Laki3 hiyo. Mtu amekopa Laki3 na anatakiwa alipe Laki4.5. Mtu amekopa Laki3 na anatakiwa alipe Laki5. Inamaanisha kuna hela iliyozidi tofauti na hela uliochukua. Sasa tumechukua mkopo wetu wa Laki3, tumeuzungusha kwenye biashara yetu, tukapata Laki3.5 na tunadaiwa hela Laki3.5. Means ni kweli biashara yangu imepata bidhaa za Laki3 na nimezungusha ile hela, nimepata Laki3.5, lakini ile hela sio yangu, inabidi nirudishe Laki3.5 ya watu. Nini kinafuata? Utakopa tena ili biashara yako iende na kurudisha kwa yule mtu uliyemkopa. Sijui unanielewa. Unanielewa kwamba mikopo mingi tunaochukua na riba, ile riba nyingi hazizalishwagi kwenye biashara zetu. Maana yangu ni nini? Maana yangu asilimia kubwa ya mikopo tunayoichukua inazungukaga, yani ile hela inazunguka na inarudi na hela kidogo sana ya ziada. Piga hesabu yako vizuri kabisa utakapochukua mkopo, zungusha ile hela na riba zake, alafu uone kama wewe unapata faida. Most of the time tunawafanyia watu biashara kwa njia hii tunayosema inabidi tukope ili mambo yaende. Lakini ni kweli mambo yanaenda? Hapana, mambo hayo yanaenda kwenye picha ya kuona duka limejaa, lakini kwenye vitabu mambo hayaendi. Hebu litafakari hilo kwanza.
kwamba unapochukua mkopo wenye riba, ile riba inayoongezeka ni hela unayoitoa kwenye biashara yako. Yes, ni hela ambayo haikuwepo kwenye biashara yako. Kwanza, mkopo ni hela ambayo haikuwepo. Pili, unatakiwa uzalishe huo mkopo. Tatu, inabidi ulipe riba. Inamaanisha hizi hela zote mbili, 300,000 tuliyokopa na nusu ambayo tunaiongezea, inamaanisha hizi hela zote hazikuwepo kwenye biashara, lakini inabidi uzifanyie kazi ili ulipe hela ya watu plus riba. Yes. Let that sink in. Alafu tuendelee kwenye kitu kingine. Scenario namba nyingine ni pale ambako ukifanya tathmini ya biashara yako haiwezi kusimama yenyewe bila mikopo. Yaani mikopo ndio imekuwa mtaji, mikopo ndio imekuwa hela ya maendesho ya biashara, mikopo ndio imekuwa unalipa wafanyakazi, mikopo ndio imekuwa inafanya ulipe kodi na kadhalika. Hiyo biashara haikuingizii faida, bali unafanyia watu biashara. Yes, kama endapo biashara yako ina mikopo zaidi ya 6, wewe hiyo biashara unapata nini? Inamaanisha kwamba kila unazungusha mikopo tu, kwamba umekopa duka la kwanza, ukakopa duka la pili, umekopa kwa mtu huyu, umekopa kwenye kikundi hichi, unazungusha mikopo kwenye kivuli cha kusema unazungusha hela. Hapana. Kaa ufanye tathmini ya biashara yako kwamba je, mikopo ninayoichukua nikiitoa kwenye biashara, let's say umechukua mpaka sasa mikopo ya milioni, milioni 2, milioni 3, 200,000, 100,000, 20,000. Ukiitoa ile mikopo, biashara yako inaweza kununua hivyo vitu? Kama hapana, means wewe bado una biashara yako inafanya kazi na nguvu ya ziada ambayo sio nguvu yako, na hiyo nguvu ya ziada ni nguvu ambayo inabidi ulipie. Yaani lazima uilipie. Ndio unasema kwa sababu mimi mtaji wangu kutosha ndio maana nimechukua mkopo. Kwa sababu hichi mzigo huu nilikuwa nautaka ndio maana nimechukua mkopo. Lakini kama ungekosa mkopo, inamaanisha biashara yako haina hiyo nguvu ya kuongeza huo mtaji, na huo ndio uhalisia ambao unatakiwa uface. Wafanya biashara wengi kinachotufanya tuchukue mikopo ni pale ambako hatuface uhalisia wa biashara zetu. Na jinsi gani tuna face uhalisia wa biashara zetu? Ni pale ambako kuna hatua muhimu za kufanya kwa kila mfanyabiashara ili asiwe na madeni kwenye biashara yake. Kitu kinachotufanya ili tuepukane na mikopo, namba 1, hakikisha unafanya tathmini ya biashara yako. Yes, do evaluation of your business. Hakikisha unajitathmini pale ambako unakaa na kufanya kwamba tathmini hivi: mtaji, hela maendesho ya biashara, mikopo uliochukua, faida na hasara zake. Hiyo ndo tathmini unafanya. Muda mwingi tumeongea kuhusu kuweka rekodi, kuweka akiba na kadhalika, lakini hakikisha unafanya tathmini ya biashara yako ili ujue thamani ya biashara yako na ili ujue nini unapaswa kufanya. Either kuongeza hela ulipe madeni, namba 2, kuacha kukopa na kadhalika, ili biashara yako iweze kustabilize. Yes, kitu kingine unachotakiwa kufanya ni kuwa na mtaji endelevu. Hii tulishajadiliana kuhusu mtaji endelevu. Mtaji endelevu ni mtaji ni mtaji ambao mfanyabiashara anakusanya wakati anaendelea kufanya biashara zake mara kwa mara. Mtaji endelevu hutokana na bidhaa na mzunguko wa bidhaa ule unavozalisha zile hela ambazo tunahitaga ni faida ambazo sio faida, na kukusanya mtaji endelevu. Kwa hiyo hakikisha biashara yako inaweza kuwa na system ya kukusanya mtaji endelevu. Namba 3 ni akiba ya biashara. Yes, akiba ya biashara, lazima kila biashara iweze kutoa akiba kutokana na mauzo yanayofanyika katika biashara husika, na akiba ya biashara kutokana na pale ambako kuna system ya kutoa akiba hiyo kwa asilimia chache ambayo haiingizi gharama katika biashara husika. Hizo ni baadhi ya mbinu ambazo tunaweza tukazitumia ili tuepuke kuwa na mikopo isiyo na lazima katika biashara zetu.
Jambo lingine kubwa ni kila siku tunaongea matumizi yaendane na kipato. Huwezi ukawa na matumizi makubwa alafu kipato kidogo na ukajisema una run biashara. Hapana. Hakikisha mapato yako yanaendana na matumizi. Yes, hizi ni baadhi tu ya vitu unavyoweza kuvifanya ili uepukane na madeni ambayo yako kwenye biashara yako, ili uepukane na kurun biashara bila kuwa na madeni. Yes. Next time ukitaka kuchukua mkopo, jiulize, kwa nini ninakopa? Je, biashara yangu bila huu mkopo inaendelea au haiendelei? Vipi kuhusu marejesho? Marejesho haya yanaleta faida au hasara kwenye biashara yangu? Haya ni maswali ambayo mfanyabiashara unapaswa ujiulize mara tu pale ambako unafikiria au umeshawishiwa kuchukua mkopo, ili hapa mjini tuendelee kuwa na biashara zetu zenye uendelevu na ustawi mzuri, kuliko kuwa na biashara ambazo zinatugharimu na mpaka mtu akikuuliza biashara vipi, unakuwa kama umechanganyikiwa kwa sababu hujatengeneza system ya kufanya ili biashara yako iwe rahisi. Kila laheri mfanya biashara mwenzangu, tukutane kufanya katika biashara zetu bila kuwa na madeni. Upo Shosti, tusemezane.